Upanga wa Radi Online TV. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Al-awwalu bila bidaya wal akhiru bila nihaya. La ilaha illa Allah alladhi ja'ala fi samai buruja wa anzala alayna as-sakinata fi qulubil mu'minin al-wasilatu fi kitabillah. Innal huda liman taqa nafsahu wa innal huda liman hadiya lil islam. Thumma salatu wassalam ala khairil khalqi afdal anbiya imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ghurri man tabalahu ila yawmiddin. Faya ayuhal ikhwa usikum wa iyaya bittaqwallahi ta'ala wa ta'ati. Fa fi taqwallah yakunu alayna sa'adatan wa burhana yawma la yanfa'u mala wala banuna illa man ata ila Allah biqalbi salim. Ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza kabisa, shukurani anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye kwa mapenzi makubwa ametufanya sisi kuwemo ndani ya dini ya Uislamu. Allah ambaye kwa utukufu mkubwa ametufanya wewe na mimi kuwa hai na akatuingiza ndani ya utaratibu ambao yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia utaratibu huo. Wanadamu waliokwisha kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala wawemo ndani ya utaratibu huu, utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza ndani ya Qur'ani akisema, baada audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Kwamba sasa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya leo amekuridhia baada ya kukamilisha neema, na kakuridhieni sasa neema hiyo iwemo ndani ya utaratibu wa dini ya Kiislamu. Lakini sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala katika kutukumbusha hilo akasema, leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndio dini yenu nimekupatia, basi msiwaogopeni, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa siku Allah akaendelea kuridhia kwamba Uislamu ndio dini ya haki. Ndugu zangu, tumo ndani ya tarehe 23 Januari mwaka wa 2026 sawa na tarehe 4 Shaabani, mwezi ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
Allah amemwahidi kwamba ni mwezi wa mtume. Baada ya mwezi wa Rajabu wa Allah anasema mwezi Shaabani ni mwezi wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunauendea kwa ukaribu sana mwezi wa ummati Muhammadin, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumo ndani ya tarehe 4 mwezi Shaabani, na kama tulivyokwisha kuzungumza awali kwamba tumo ndani ya maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi kama huu ndio mwezi ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, masiku 15 ya mwezi mtukufu wa Shaabani, Bwana Mtume alifunga mpaka ikafika hatua Bi Aisha akasema alimfunga Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka nikazania Mtume hataweza kula. Lakini baada ya mwezi mtukufu wa Shaabani kufika tarehe 15, Bwana Mtume alikula kwa ajili ya kukiandaa kiwiliwili chake kwenda kukutana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bi Aisha akasema alikula Mtume mpaka nikaingiwa na dhana hatafunga. Kumbe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha namna gani tuviandae viwiliwili vyetu sahihi katika kwenda kuingia na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kumbe ndani ya masiku haya ni masiku ya kumwenzi Bwana Mtume, masiku ambayo tunapaswa tuingie katika saumu kwa ajili ya kutafuta maandalizi sahihi ya kwenda kukutana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, tusisite sana kukumbushana katika mwezi mtukufu wa Rajabu, mwezi mtukufu wa Shaabani, na kisha kukumbushana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yapi ambayo tukifika katika Ramadhani tutaweza kupata faida ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya kumshukuru Allah na kumuhimidi Allah na kuzihitaji sala na salamu zimwendee kipenzi wa umma, sasa turejee katika maudhui ya hutuba yetu ya leo. Tuiangalie Qur'ani inazungumza nini ndani ya mwezi mtukufu wa Shaabani katika maandalizi sahihi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika sura ya pili, surati Baqara, aya ya 274. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atusimamishe taufiki ya nyoyo zetu lakini na masikio yetu, na tuziandae nafsi zetu kwa ajili ya Allah kwa kupitia ujumbe wa maneno haya yanayopatikana katika sura ya pili aya ya 274. Maneno haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza kama sehemu ya maandalizi, maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika mgongo wa dunia kwetu sisi yatufanyie maandalizi sahihi tunapofika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yapi tunakwenda kufanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina yunfiquna, wale ambao wako tayari kutoa mali zao, alladhina yunfiquna amwalahum laylan wa nahara, wale ambao wako tayari kutoa mali zao usiku na mchana. Wawe na mimi ambao tuko tayari kutoa tulivyoruzukiwa na Allah, tukawa tayari kuvitoa usiku na mchana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa tayari kwa ajili ya kutafuta radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuahidi kwamba hivi tunavyovitoa si kutangaza starehe ya maisha ya dunia kwamba tunavyo. Badala yake Allah subhanahu wa ta'ala anatafuta fungu kubwa, anatafuta malipo makubwa kwa wale ambao wako tayari kutoa mali zao siri na dhahiri, wako tayari kutoa usiku na mchana kwa ajili ya kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah akasema wako tayari kutoa usiku na mchana, lakini wako tayari kutoa ndani ya siri na wako tayari kutoa dhahiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inda rabbihim, mbele ya Mola wao, la khawfu alaihim, hawa watu wa namna hii hawatakuwa na hofu. Hawa katika kutoa kwao Allah hata wadhurumu alichokitoa. Hawa katika kutoa kwao Allah hata waingiza katika ufukara na umaskini. Badala yake kile kinachotolewa
kwa Allah anasema la khawfu alaihim, juu yao kutakuwa hakuna hofu, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala hum yahzanun, na wala hatapata huzuni. Allah anatuonyesha ya kwamba muda tuliofika ni muda wa kutoa, ni muda wa kufanya maandalizi sahihi, kutoa katika mali zetu tulizopewa na Allah. Lakini Allah anatukumbusha la khawfu alaina, ikiwa tutatoa hakuna hofu kwetu sisi tutadhurumika. Ikiwa tutatoa hatuna hofu mbele ya Allah ya kwamba tutapata kuingia katika ufakiri. Yeye Allah anamuinulia daraja kila anayetoa. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala humuondolea matatizo kila anayetoa, kama alivyosema katika hadithi sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bukhari na Muslim wameizungumzia hadithi hii kwamba tibi amrabukum bisadaqati, tibuni maradhi yenu, yaondosheni matatizo yenu, fanyeni islahi katika maisha yenu kwa kutoa sadakati, kwani katika kutoa sadaka ndiyo kuondosha matatizo yaliyoko ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anakubaliana na maneno ya Allah kwamba tukitoa Allah ataondosha matatizo tuliyokuwa nayo katika nyoyo zetu na miili yetu. Lakini tukitoa Allah atafanya islahi katika maisha yetu. Tukitoa Allah atatuongezea daraja mbele yake. Ndugu zangu, ibada ya kutoa ni ibada ambayo imesahaulika. Ibada ya kutoa ni ibada ambayo wanadamu tumeikimbia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha katika kutoa ndiyo kusimama kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha ondoleo la matatizo yetu, islahi ya maisha yetu ipo katika kutoa. Na tunapotoa Allah anasema, akitukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala, akionyesha katika kutoa la khawfu alaihim wala hum yahzanun. Watoaji mara zote hawana hofu kwamba kile wanachokitoa pengine kinafanyiwa ufujaji. La khawfu alaihim, kwamba kile wanachokitoa pengine kinakwenda vibaya. La khawfu alaihim, lakini mwisho wa siku wala hum yahzanun, hawa hawatapata huzuni. Watakapoondoka katika maisha ya mgongo wa dunia, wanakwenda kuinuliwa katika maisha ya janna. Kile kinachotolewa Allah ukihifadhi na kuinulia daraja. Vivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutukumbusha, kuonyesha ya kwamba namna gani katika kutoa kuna sehemu. Allah anatuuliza waman yaqridu Allah qardan hasana, ni yupi ambaye yuko tayari kutengeneza mkopo mzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya kumdhulumu mja kwa jambo lolote. Kwa ndugu zangu, katika mwezi huu mtukufu wa Shaabani, mwezi ambao unakwenda kutukurubisha na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Bwana Mtume anatukumbusha kile kinachotolewa huinuliwa daraja, tuwe tayari kuijenga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe tayari kuwaenzi mayatima na maskini, tuwe tayari kuwatizama mafukara, tuwe tayari kuwatizama wale ambao wana haki kwa kutizamwa katika kutoa, ili Allah subhanahu wa ta'ala asitunyime hofu, atupatie busara, atupatie utulivu ndani ya maisha ya dunia, kaburini na kesho akhera. Haya hayafanyiki isipokuwa kwa yule aliyejenga imani. Haya hayafanyiki isipokuwa kwa yule ambaye anaamini ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya kumdhulumu mja. Yule ambaye anaamini ya kwamba Allah si mshindwaji, hana sifa ya kushindwa kwa jambo lolote, na Allah hana sifa za ahadi za uongo. Kufanya hivi ndugu zangu ni kufanya maandalizi ndani ya nyoyo zetu ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani tutakapoingia, tuko tayari kutoa, tuko tayari kuwarishirizia mayatima, tuko tayari kuwafuturisha wenzetu, tuko tayari kuijenga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukiwa hatuna hofu ya kwamba hiki tunachokitoa mbele ya Allah kitainuliwa daraja na Allah atakilipa. Kufanya haya, kutengeneza haya, ndio kuziandaa nafsi zetu vilivyo ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana fungu la kuwalipa wale ambao wako tayari kutoa na kutarajia malipo, ili hali wanavyovitoa viko siri na dhahiri. Wanavyovitoa ni usiku na mchana.
yeye Allah subhanahu wa ta'ala hapitwi na hesabu ya kila mtoaji. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aquli qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Naqulu jami'a astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathira kama amara. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinul haqi liyudhhirahu ala dinil kulli walau kariha mushrikun. Faya ayyuhal ikhwa marrati thaniya usikum wa iyaya bittaqwallahi ta'ala wa ta'ati. ففي التقوى الله يكون علينا سعادة وبرهانا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى إلى الله بقلب سليم. Ndugu zangu katika imani, kwa mara nyingine tena shukurani anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametutofautisha sisi na makundi ya mbuzi, lakini Allah akatupa fadhila tumetofautiana na makundi ya manyani. Pengine tungekuwa tunaishi misituni, jua linawaka wala hatuna habari ya kujenga nyumba, na mvua inanyesha wala hatuna sehemu ya kingio, lakini Allah ametupa utukufu na akatupa akili, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha maumbile ya mwanadamu ni maumbile yaliyokuwa bora zaidi. Allah amemjalia kuwa na akili mpaka amepata sehemu ya kujistiri. Nusura na amani za Allah zimwendee Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye aliyefanya juhudi kubwa akashirikiana na maswahaba zake kunako kuitangaza kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mpaka wewe na mimi tukawatumwa ndani ya fadhila ya kuwa Waislamu. Ndugu zangu, nakuhusieni na huku nikijihusia kwa mara nyingine tena kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana katika kuuchaji Mungu ndio sehemu ambayo mwanadamu amepata mafanikio. Tunaendelea kukumbushana kwamba tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Shaabani, mwezi ambao ukimalizika tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala anatafuta kundi kubwa sana la watu ambao watatafuta ucha Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili wainuliwe daraja katika maisha ya janna. Ndugu zangu, fursa tuliyokuwa nayo katika maisha ya dunia ni fupi, na wewe na mimi muda sio wote tutakuwa tunaondoka katika mgongo wa dunia. Wako tutakaopata fadhila kukutana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wako ambao safari yao itaishia njiani, Ramadhani hawatakutana nayo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tufanye maandalizi sahihi, kwa sababu pengine Ramadhani tunayokwenda kuifunga ikawa ndio Ramadhani yetu ya mwisho katika maisha yetu. Pale ambapo tulipokosea katika maisha ya dunia tupatafutie msamaha, na pale ambapo hatujapafanyia maandalizi basi tuwe tayari kufanya maandalizi kwa ajili ya kujikurubisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili hali nyoyo zetu zimetakasika katika maisha ya dunia, kaburini na kesho akhera. Ndugu zangu, kama nilivyozungumza awali, ndani sura ya pili aya ya 274 Allah akitukumbusha kutoa. Allah subhanahu wa ta'ala anapotuambia kutoa, sehemu nyingi Allah alipozungumzia mambo mawili, maana yake mambo hayo yamekuwa ni ya maana na makubwa katika dini. Sehemu moja Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kwamba ili dini ya Allah iweze kusimama, Allah anahitaji kuwaona wanadamu tumesimamisha ibada ya sala na tuko tayari kutoa kwa ajili ya Allah kwa kutafuta radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jiulize wewe na mimi, maandalizi ni yapi katika kwenda kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Je, maandalizi ni ya kuandaa moyo wako au wa kwangu kwa ajili ya kutafuta utukufu wa Ramadhani, au maandalizi ndani yake bado kuna kibri, bado kuna chongo ya ghila ambayo inatuondoa katika mstari?
Ikiwa maisha yetu ni mafupi na pengine Ramadhani hii inaweza kuwa ndio Ramadhani ya mwisho, basi tunapaswa kufanya maandalizi sahihi. Yaani tuandae mazingira yaliyokuwa sahihi, mazingira ambayo tukiingia katika Ramadhani tuko tayari kwa ajili ya Allah kutoa, tuko tayari kuwafuturisha wenzetu, tuko tayari kufanya takrima, tuko tayari kufanya khairati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atazikubali saumu zetu, atakubali misamaha yetu na atatuinulia daraja katika saumu zetu, na mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala atuingize katika maisha ya janna. Maisha haya ndugu zangu ni mafupi, na muda wote tutakuwa tumeondoka katika mgongo wa dunia, na ikiwa tunaondoka katika dunia lazima tuandae safari hii ya kuondoka katika dunia. Inahitaji maandalizi yaliyokuwa mazuri, maandalizi ambayo mwanadamu akifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumridhia, na atakayokwenda kulipwa mbele ya Allah, mwanadamu huyu naye atakuwa kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na malipo yalivyokuwa ni malipo yenye kumridhisha mwanadamu. Nikifika hapo takuwa sina zaidi. Ndugu zangu, tukumbushane ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamfutia madhambi yule ambaye yuko tayari kutafuta radhi kwa Allah zimwendee kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pale aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. وعن الأربعة الخلفاء الراشدين هم الكلام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أن زاهد الأواب النطق بصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفصة عمر بن الخطاب، ومحيي تلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أن أسد الله الغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وبقية العشر من المهاجرين والأنصار كلهم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم ربنا اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والشرك والمشركون، ودمر أداءنا وأداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الفقر، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه واستجيب لكم، ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزوج وهم وتم وقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.